Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu uko salama, ikiwa leo ni tarehe 4 ya mwezi wa kwanza 2026. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kufanyia biashara na kutoa mikopo nafuu itakayowasaidia wafanyabiashara kuendesha shughuli zao na kukua kipato kwa maslahi ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Juma Kasim. Ni uzinduzi wa soko la mboga lililopo Mombasa kwa Mchina lililojengwa na mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar. Akifungua soko hili lenye uwezo wa kuhudumia wafanyabiashara 600 na wananchi wapatao 1500, Rais Mwinyi anasema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri ya kufanyia biashara na utoaji wa mikopo nafuu kwa wafanyabiashara. Nataka niwaambie wafanyabiashara, tunapokuwa tunakuhamisheni, tuna lengo la kuweka mazingira mazuri. Kwa hivyo sasa hivi nawaeleza ndugu zangu wa Kibanda Maiti, tutakuhamisheni lakini kwa lengo la kujenga soko zuri la kisasa. Katika hafla hiyo pia Rais Mwinyi alipongeza uongozi wa mfuko wa hifadhi ya jamii Zanzibar ZSSF kwa kuendelea kuwekeza kwenye miradi ya maendeleo, huku akiwataka watakokabidhiwa soko hilo kuhakikisha waliokuwa wafanya biashara sokoni hapo wanapewa kipaumbele. Tusije tukasikia kwamba wale tuliowahamisha wamekosa, wamepewa watu wapya. Kwanza wapewe waliokuwepo hapa. Tukishakamilisha hilo, basi sehemu iliyobaki tutawapa watu wengine. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Malik Juma Akili anasema ndani ya miaka 5 ZSSF imejihakikishia kuwa na uhakika wa kuwalipa wanachama wake kwa muda wa miaka 50 ijayo. Kwa hiyo Mheshimiwa umeweza kuongeza uwezo wake na kuwa na ukwasi wa jumla ya shilingi trilioni 1.36, ikiwa ni zaidi ya mara 4 ya kiwango ambacho ilikuwa nao wakati ulipoingia madarakani. Katika asset hii, Mheshimiwa Rais, mfuko umeweza kuwekeza katika soko la fedha jumla ya shilingi bilioni 800 na ziada kidogo, lakini pia umeweza kuwekeza katika majengo na asset mbalimbali ikiwemo soko ambalo umetufungulia leo kwa jumla ya shilingi bilioni 460. Mkurugenzi mwendeshaji mfuko hifadhi ya jamii Zanzibar Nasr Shabani amesema ZSSF itaendelea na uwekezaji wa miradi ya maendeleo na kuiomba serikali kuwaridhia katika utekelezaji wa miradi hiyo. Hata mradi wetu wa nyumba za gharama nafuu ulipoletwa serikalini, tulikuja tukaomba ZSSF tutekeleze ule mradi na Mheshimiwa Rais uliridhia ule mradi tutekeleze. Pamoja na miradi mingi Mheshimiwa Rais pale tulileta serikalini kwa kutekeleza na uturuhusu. Mheshimiwa Rais, ZSSF tunakushukuru sana na uendelee kutunga mkono pale tunapokuja na mawazo ya kutekeleza miradi hii. Basi Mheshimiwa Rais ukituruhusu, sisi tutakuwa tunafarijika sana. Wafanya biashara wanafurahia ujenzi wa soko hilo unaotajwa kugharimu bilioni 16.6 fedha za Kitanzania. Kiukweli ilikuwa na tope, kama wateja alikuwa anakuja na lalamika, maji yanajaa. Kiukweli soko alikuwa zuri. Kutoka nyumbani tukisema tunaenda kazini, basi hata waliokuwa nyumbani wanajua baba leo anaenda kazini. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea masuala kama haya ya masoko. Zaidi ya biashara 600 na wananchi 1500 wanatarajiwa kunufaika na soko hili. Nikiripoti kutoka hapa Mombasa kwa Mchina, Juma Kasim wa Channel 10. Kasim kwa taarifa hiyo kutokea huko visiwani Zanzibar. Kaya 400,000 za Watanzania zimefuzu kutoka katika hali ya umasikini uliokithiri kupitia mradi wa kupunguza umasikini awamu ya 4 OPEC uliomalizika Disemba 31 baada ya miaka 5. Tupate taarifa zaidi kutoka kwake Dorcas Ramos. Mradi huo uliotekelezwa tangu 2020 hadi 2025 umeendeshwa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF na unahusisha kaya maskini milioni 1.373 katika halmashauri 33 katika mikoa 5 ya Njombe, Arusha, Mwanza, Simiyu na Geita. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi mtendaji wa TASAF amesema tathmini iliyofanyika imeonyesha kaya hizo zimekidhi vigezo vya kufuzu
kwa kuboresha maisha na kuongeza kipato. Hii sasa tunasema kwamba tumefunga rasmi utekelezaji katika mikoa hii mitano, na awamu nyingine inayokuja ambayo inafadhiliwa na OPEC, tutakwenda katika mikoa mipya ambayo na yenyewe tutaichagua kutokana na takwimu za vigezo kuna vigezo vyake sana. Moja ya halmashauri zilizonufaika ni ya Meru mkoani Arusha, ambayo ilipata miradi 66 iliyotekelezwa na kukamilika kabla ya wakati na kuwa ya mfano, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Zainabu Makwinya amesema miradi imegusa maisha ya wananchi, ikiwemo katika sekta ya afya, elimu, ujenzi wa mfereji wa maji ulioleta tija kwa wananchi. Mimi nashukuru, lakini kama mnavyofahamu halmashauri ya Meru kazi kubwa ni kilimo na ufugaji. Tumepata miradi ya umwagiliaji, ya mifereji ya umwagiliaji, ambapo sasa hivi tumeongeza uzalishaji mkubwa. Tukitolea mfano Ngabogo kule ni kwa Wamasai, lakini wale Wamasai wanalima bustani, wanazalisha nyanya na mboga nyingine. Kwa maana hiyo uzalishaji umeongezeka. OPEC 4 kwenye mradi huu imetekeleza katika awamu mbili. Kuna mwaka 2022-2023 tulitekeleza awamu ya kwanza, tulijenga kilomita Na mtazamaji, tuombe radhi kwa kutokamilika kwa taarifa hiyo. Na Mahakama Kuu ya Venezuela imetoa uamuzi kwamba Delcy Rodrigo ambaye amekuwa akihudumu kama makamu wa rais wa Maduro achukue nafasi ya rais wa muda katika kipindi hiki chenye kutarajia mabadiliko. Mahakama Kuu imesema kumweka Rodrigo katika nafasi hiyo ni muhimu ili kuhakikisha mwendelezo wa utawala na ulinzi kamili wa taifa. Mahakama itajadili suala hilo ili kuamua mfumo wa kisheria unaotumika ili kuhakikisha mwendelezo wa serikali, utawala wa serikali na ulinzi wa eneo lililo huru katika kipindi ambapo rais wa jamhuri aliyemaliza kutokuwepo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ana wasiwasi mkubwa na operesheni ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela, akiongeza kuwa ina athari za kutia wasiwasi kwa eneo hilo. Hifadhi ya Taifa ya Mikumi inajivunia kuwa na miundombinu yenye kutoa nafasi kwa urahisi zaidi katika kuwaona wanyama, huku likitajwa kama eneo ambalo unaweza kumwona mnyama simba kwa urahisi zaidi. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akiongea mara baada ya kumalizika kwa kutembelea katika hifadhi hiyo, matembezi yaliohudhuriwa na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji, ambapo mwikolojia katika hifadhi hiyo Peter Matthew amesema watalii wengi huwa wanavutiwa zaidi pale wanapomwona simba. Kila mtalii anayekuja ndani ya hifadhi huwa anakuwa na hamu sasa ya kumwona simba kwa macho yake akiwa katika mazingira yake ya asili, na hii inatokana na tabia za simba, namna anavyoishi. Hiyo inasababisha watalii wengi, na naweza kusema watalii wote akija ndani ya hifadhi akitoka bila kumuona simba huwa anasikitika sana. Mwikolojia Matthew alielezea sifa za simba anapokuwa hifadhini. Simba huwa hawaishi wenyewe. Huwa inatokea mara chache pale ambapo dume ambaye atakuwa amepigwa na kuenguliwa katika kundi, yeye ndo anaweza akawa peke yake kwa muda fulani, lakini atapokutana na simba mwingine ambaye naye yupo peke yake, basi wao wanaunganisha nguvu na wanaendelea kuishi wakiwa wawili namna hiyo. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema Watanzania wengi wameendelea kujitokeza kwenda kufanya utalii katika hifadhi ya Mikumi, wakiunga jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko hapa hifadhi ya Taifa Mikumi na tunaona kweli wameitikia
wa Tanzania wako ndani ya hifadhi ya taifa Mikumi. Nyuma yangu nina kundi la watalii wa ndani zaidi ya 100 walioko nyuma yangu, na magari mengine tunayoona yanaendelea kuingia. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Serikali imeombwa kuboresha sera, sheria na za kodi zinazotumika katika forodha ili kukabiliana na tatizo la uingizwaji na utoroshaji wa bidhaa za mazao kwenda kuuzwa nje ya nchi kwa njia ya magendo. Musa Makale na ripoti kutoka Mara. Hili ni eneo la Silali hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Eneo hili ndio lango kuu la kuingia kwenda nchini Kenya na kuingia nchini Tanzania. Wadau wanaotumia mpaka huu wanaiomba serikali kuboresha sera, kanuni na sheria ili kusaidia kuondokana ukwepaji kwa wafanyabiashara kukwepa kodi kwenye eneo hili na kupita katika vipenyo visivyoruhusiwa. Kama tunategemea mazao ya kilimo kwa sera zilizopo, lazima ifike hatua sera za serikali zibadilike. Kwa mfano, kama mkulima amelima magunia yake 10 kule kijijini, ana tani yake 1, anataka kuiuza kwa majirani zetu, akipata hiyo nafasi apite, utaratibu uwepo tu, mtu apite custom, kama ni 3,000 kwa gunia, 2,000 kwa gunia, alipie mzigo wake, aende auze, arudi. Kuepuka ukwepaji na ufanyaji wa biashara magendo, elimu iendelee kutolewa kwa wafanyabiashara hao wadogo wadogo na wadau wanaojihusisha na biashara hiyo ya magendo, lakini pia zirahisishwe njia za upitaji mpakani ili mfanyabiashara aone ni sifa kupita kwake hapa mpakani. Tu wasifikiri kupita njia ambazo zisizo rasmi kwa maana ya kufanya magendo, wapite hapa, watahudumiwa kwa haraka, na zile bidhaa zingine hasa mazao ambayo hayana kodi pia yanahudumiwa hapa. Katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Wafanyabiashara Daktari Godwill Wanga anafika katika mpaka huu. Lengo ni kuzungumza na viongozi wa wafanyabiashara katika eneo hili ili kujua changamoto zinazowakabili katika mpaka huu. Kwa wafanyabiashara wadogo, nadhani tuna makubaliano mahususi ambayo yamewekwa na serikali zote ili kuruhusu bidhaa za kati ziweze kupita bila kuwa na tozo. Kitu ambacho tunahamasisha ni kwamba hii mifumo ni vizuri ikaboreshwa zaidi ili ikasomana zaidi na ikasaidia zaidi kuwezesha na kufanikisha biashara kufanyika kuliko ambavyo ilivyo sasa inawachelewesha kwa namna moja. Au mtu huku Tanzania mfumo unampitisha vizuri, lakini ukienda upande wa pili mfumo unakuwa shida, anaanza kufanya labda kuingiza tena data upya au vice versa. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hii mifumo yote izidi kuboreshwa zaidi ili iweze kurahisisha zaidi ufanisi wa biashara kati ya nchi na nchi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Wakulima wa korosho katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara wamesikitishwa na kitendo cha wao kuuza korosho zao kwa bei ndogo kupitia chama chao kikuu cha ushirika Mamku Limited, lakini wakipeleka katika chama kikuu cha ushirika TANECU wanauza kwa bei kubwa, jambo ambalo wanaona wanahujumiwa. Adam Malima anaarifu zaidi kutoka mkoani Mtwara. Minada ya korosho kwa chama kikuu cha ushirika katika wilaya za Mtwara, Masasi na Nanyumbu Mamku Limited imeisha, lakini wakulima wa korosho katika wilaya hizo hawakuridhika na namna minada ilivyofanyika, wakilinganisha bei wanazouza kupitia chama chao kikuu cha Mamku Limited ambazo ni ndogo na korosho zingine kukataliwa, na kwamba wakipeleka korosho zao kwenye chama kikuu cha ushirika cha TANECU wanauza korosho kwa bei kubwa. Na hawa ni wakulima korosho katika halmashauri ya mji Nanyamba wilaya ya Mtwara wakieleza changamoto hizo. Mnada kwa mfano uliopita Nanyamba imenunuliwa shilingi 2,300 na shilingi 10 hadi 2,000 na shilingi 10. Tandaimba ameuza 2,700, ni korosho ambayo inatoka Nanyamba. Hiyo changamoto inawasumbua wana Nanyamba. Ila tatizo kubwa kutokana na uchakachuaji uliopo, jimbo linatutesa. Tunauza korosho kwa sababu ndo tunalima, kwa sababu ndo zao letu, na tuna imani zao hili kama ningekuwa kwa wenzetu wangekuwa sasa hivi washatoboa matajiri wakubwa. Kuanzia 8.5 na kushuka chini huwa zinapokelewa, lakini ukipeleka kwenye ghala kuu la Mamku pale huwa ni changamoto. Lakini korosho hizo hizo ambazo tunazotoa kwenye halmashauri ya mji Nanyamba, tukipeleka kwenye halmashauri nyingine aidha ya Tandahimba, zinaonekana zipo kwenye ubora na unyevu hamna, zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo sina uhakika mashini za Tandahimba ziko tofauti na za Nanyamba huku au ndo mipango tu ya watu. Meneja chama kikuu cha ushirika Mamku Limited Biadia Matipa anaeleza kuwa sababu hiyo inatokana na korosho za Nanyamba ama wilaya ya Mtwara kwa ujumla kuwa na unyevu mkubwa kwa kuwa wapo karibu na bahari. Naturally
korosho kadri unavyosogea uwanda wa bahari ubora wake unashuka. Kwa hiyo hii haijaanza mwaka jana au mwaka juzi. Kwa hiyo bado tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba korosho ya Mtwara inakuwa nayo bora kama ilivyokuwa korosho ya Masasi, ya Nanyumbu, ya Tandaimba na Newala. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Ali Kakurwa amemwagiza Katibu Mkuu wa wizara hiyo kuhakikisha changamoto zote zilizopo kwenye mnada wa upili wa Buzirayombo wilayani Chato mkoani Geita zinatatuliwa kabla ya kuanza ujenzi awamu ya pili. Taarifa ya Mrisho Sadiki kutoka mkoani Geita inafafanua zaidi. Balozi Dr. Bashiru akiwa katika ziara yake wilayani Chato mkoani Geita ametembelea na kukagua mnada wa upili wa Buzirayombo Chato uliojengwa kwa thamani ya zaidi ya bilioni 4.8 huku akitoa maagizo ya kutatuliwa kwa changamoto zilizopo kabla ya kuanza ujenzi wa awamu ya pili, huku akisisitiza kuwa serikali ipo kazini kuhakikisha changamoto zote zinazowakabili wafugaji, wavuvi na wakulima zinapatiwa majibu haraka. Nataka ndani ya wiki 2 kuanzia leo, yani mnada huu umepita, unaokuja unaweza usipate maji, utakaofuata uwe na maji, kwa sababu tenki lipo, miundombinu ipo imara, chanzo cha maji yanakotoka maji yanakuja yanafika hapo. Tuna pia na akiba ya tenki la chini, maji yamejaa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umeona. Halafu hakuna maji, vyoo havina maji. Wanachokifanya, wanachukua ndoo wanakwenda kutumbukiza kwenye tenki la chini. Mradi mkubwa wa namna hii wa bilioni 4. Kwanza hatukustahili kuanza kuutumia bila mfumo wa maji kukamilika. Tujipange vizuri. Tatizo letu sisi wa Tanzania, baadhi yetu wachache, ni kuipata fursa na kutokuitumia nini? Fursa. Baadhi ya wakazi wilayani Chato wakiwa kwenye mnada huo wameiomba wizara hiyo kuanzisha maabara ya mifugo pamoja na kuondoa utitiri wa minada inayoathiri biashara ya mifugo kwenye mnada huo wa kisasa. Upande wa mifugo ng'ombe tunatibu, kuna wataalamu hapa wako Rundo, mpaka mtaalamu wa wilaya yuko hapa, ikibidi na wa mkoa yuko hapa, lakini wanatibu kwa kubahatisha. Tunaingia hapa sisi wafugaji. Tunaomba wafugaji tuwezeshwe kunenepesha mifugo. Mbunge wa jimbo la Chato Kaskazini Koroneli Magembe amemuomba waziri wa mifugo kuitumia machinjio iliyopo kwenye mnada huo kwa matumizi ya kawaida kwa kuwa machinjio iliyopo mjini Chato haikidhi vigezo. Wizara yako Mheshimiwa Waziri ione namna nzuri ya kufanya haya machinjio, kama kuna vifaa vinavyopungua viwekwe hapa, na machinjio badala ya kutumia machinjio yaliyochafuka ambayo sasa yameharibika pale mjini, tuanze kutumia hapa ili angalau machinjio ya hapa yaweze kufanyika. Kwa sababu ng'ombe ambao tumekuwa tukifuga wanaozaliwa nusu wanapita, nusu wanafariki ndama, kwa sababu ya kukosa wataalamu ambao wana weledi, wanaojua. Kutoka hapa wilayani Chato mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Maandamano ya hapa na pale yamezuka tena katika mji mkuu wa Iran kwa mujibu wa vyombo vya habari vya ndani ambavyo pia vimeripoti mapigano makali kuongezeka magharibi mwa nchi hiyo. Maandamano hayo yalianza Jumapili iliyopita wakati wamiliki wa maduka walipoanzisha mgomo kutokana na wasiwasi wa kiuchumi, lakini tangu wakati huo yameenea kwa ukubwa na malengo, huku waandamanaji wakitoa madai ya kisiasa. Kwa mujibu wa makadirio ya shirika la habari la AFP, maandamano hayo yameathiri kwa viwango tofauti angalau miji 40, hasa ile ya ukubwa wa kati na iliyoko magharibi mwa nchi. Takribani watu 12 wameuawa, wakiwemo wanajeshi wa vikosi vya usalama. Shirika la habari la Fars limeyaelezea maandamano ya jioni mjini Tehran kuwa madogo na kwamba yalihusisha makundi ya vijana 50 hadi 200.
Serikali ya kijeshi ya Myanmar imetoa msamaha kwa zaidi ya wafungwa 6,100 na kupunguza vifungo vya wafungwa wengine leo Jumapili, wakati ikiadhimisha miaka 78 ya uhuru wa nchi hiyo kutokea Uingereza. Haijabainika mara moja kama walioachiliwa ni pamoja na maelfu ya wafungwa wa kisiasa waliokamatwa kwa kupinga utawala wa kijeshi. Msamaha huo unaotolewa wakati serikali ya kijeshi ikiendelea na mchakato wa uchaguzi wa hatua 3 kwa muda wa mwezi mmoja, ambao wakosoaji wanasema umeundwa ili kuipa sura ya uhalali hali iliyoko sasa. Wafungwa wengine 52 ambao ni raia wa kigeni pia wataachiliwa na kufukuzwa nchini humo. Hakuna orodha kamili ya walioachiliwa ambayo imetolewa hadi sasa. Wafungwa wengine wamepunguziwa vifungo isipokuwa wale waliopatikana na hatia ya makosa makubwa kama mauaji na ubakaji au waliokamatwa na makosa chini ya sheria mbalimbali za usalama. Kampeni ya usafiri wa mazingira yenye kauli mbiu ng'arisha jiji la Arusha, ambayo imeasisiwa na madiwani wa viti maalum wa jiji hilo, imeanza kwa kasi kubwa, huku madiwani hao wakieleza kuwa baada ya kumaliza kuyafikia maeneo ya umma kama masoko, zahanati na vituo vya afya, nguvu ataelekeza kwenye makazi na maeneo ya biashara. Tupate taarifa zaidi kutoka Arusha. Mamia ya wakazi wanajitokeza kufanya usafi katika masoko yaliyopo pembezoni mwa jiji na baadaye katika hospitali ya jiji la Arusha. Aminata Salash Ture na Furaha Msangi ni madiwani katika jiji la Arusha, wanahakikishia jamii kwamba zoezi hilo litakuwa endelevu. Na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ni kuahidi kwamba tumejipanga kama madiwani wa viti maalum. Hii ni phase 1 tu ya kusafisha mazingira ya nje. Tutaenda mpaka kwenye challenge ya kusafisha nyumba zetu. Kwa hiyo uwe na imani na sisi, tumejipanga sana na tutahakikisha ile sifa ya Arusha kuwa jiji safi inarudi. Kwanza tunawaahidi litakuwa ni endelevu, na pia wananchi wote tushirikiane, kwa sababu jiji letu ni jiji ambalo linatakiwa liwe na hali ya usafi. Wananchi wote tutakuwa tunashirikiana na nyie wote wa madiwani wa viti maalum. Kwa upande wake, mstahiki meya wa jiji la Arusha Maximilian Irange ametaka kudhibitiwa kwa wote wenye zabuni za uzoaji wa takataka ambao wamekuwa wazembe. Wale mawakala wa kuzoa taka na wao wamekuwa changamoto. Kuna saa gari inatoka Friends Corner inakuja kuleta taka dampo, barabara nzima takataka zinadondoka. Wale wana mikataba, na kwenye mkataba kuna kuingia mkataba na kuvunja mkataba. Ikifika mahali mkurugenzi mkandarasi hawezi kusimamia mkataba, vunjeni mkataba, tafuteni mkandarasi mwingine. Nafikiri umenielewa. Kwa sababu badala ya kusafisha jiji, tunafika mahali tunachafua jiji kwa kuokota takataka sehemu tofauti. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kampeni hii ni endelevu, sio kwamba ndo tumeianza tu leo na kuiacha, hapana. Weekend tutakuwa tunafanya zoezi hili la usafi. Kwa hiyo jamani, mjue hili zoezi sio leo tu, ni kwamba ni endelevu ili kuweka mazingira yetu yaweze kukaa vizuri. Mkuu wa Wilaya ya Arusha Joseph Mkude anaongoza wakazi kufanya usafi, huku akisisitiza kwamba kwa sasa kinachosubiriwa ni kupitishwa kwa sheria ndogo ya kudhibiti utupaji ovyo wa taka ngumu. Naomba mkapitie sheria hii ya usafi wa kutupa taka ovyo kama maplastiki, nailoni na kadhalika. Kama imekaa sawa, kama haikukaa sawa, nitaomba muiboreshe. Kama ni ngazi yetu, tutaomba kwa waziri husika aipitishe haraka tuje tuitumie. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Wananchi wa kijiji cha Nyanguge wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali kurekebisha miundombinu ya kujifunzia, ikiwemo kukarabati kwa vyumba vya madarasa ambavyo ni chakavu kwa muda mrefu, pamoja na madawati katika shule za msingi Nyanguge A na B. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Aidan Mhando. Wananchi hao wanasema hayo wakati walipojitokeza katika zoezi la upandaji miti lililoandaliwa na kikundi cha wananyanguge maarufu kama Bananyanguge Mtandao, ambao wamesoma katika shule hizo, huku wakieleza kuwa
wapo tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha wanaboresha miundombinu ya shule hizo ikiwemo ukarabati wa vyumba vya madarasa. Miundombinu ya shule haikidhi ili kwamba watoto wetu waweze kupata elimu bora na mazingira safi. Kwa kweli kama alivyosema Mwananzengo, tunaomba basi serikali ijaribu kuangalia kwa jicho la huruma. Miundombinu kwa kweli iko chini sana. Tunaiomba serikali, hatuna wasiwasi nayo, tunaamini inaweza, na sisi tuko nyuma yao na tutaanza. Mimi kama mshawishi wa kundi hili la wanamtandao nitajaribu kushawishi ili tuweze kufanya michango, na mimi kuanzia leo hapa natoa mifuko 50 ya simenti. Tunaiomba serikali basi, serikali inyoshe mkono, tuungane na wanajamii. Kama kuna mchango na serikali na wananchi wako tayari kutoa mkono wote. Tunaiomba serikali tuwe nayo pamoja kuanzia leo. Wakizungumzia kuhusu umuhimu wa upandaji miti kwa mkoa wa Simiyu, ambapo katika zoezi hilo wamepanda miti zaidi ya 200 ikiwemo miti ya matunda, mbao na kivuli, wananchi wa kijiji hicho wanasema. Na kwa nini tumepanda miti? Eneo letu hili, eneo la mkoa wa Simiyu kwa ujumla, miti imepungua sana. Na ili kufanikisha hilo, tumeamua na sisi kuanza kupanda miti ili kurudisha Nyanguge iliyokuwa ya zamani. Na miti sasa hivi ni ajenda ya kitaifa. Taifa linahimiza kwamba tusiendelee kukata miti, tutumie nishati mbadala, na sisi tunahimiza sasa miti ianze kuota kwa wingi. Tumeweza kupanda miti zaidi ya 200. Tumepanda katika shule zetu tulizosoma, Nyanguge A na Nyanguge B. Kutoka hapa katika kijiji cha Nyanguge wilayani Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Wagombea wawili wakuu wa kinyang'anyiro cha urais wa Uganda wamejibizana kuhusu swala la ghasia za uchaguzi. Rais Yoweri Museveni anayewania kubakia madarakani na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi, kila mmoja amemkosoa mwenzake kwa kupanga njama za kusababisha vurugu katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 15 Januari. Zikiwa zimesalia siku 11 uchaguzi ufanyike Uganda, Yoweri Museveni amedai kuwa mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine amepanga ghasia akisaidiwa na wafadhili wake wa kigeni wasioitakia Uganda mema. Kiongozi huyo ambaye ametawala Uganda kwa miaka 40 sasa anakosoa mataifa ya kigeni ambayo yanafadhili kampeni za Bobi Wine, akielezea kuwa hayana nia njema kwa Uganda. Naam, mtazamaji, tumehitimisha sehemu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari kwa siku hii ya leo. Kwa upande wa michezo na burudani, Paulina Mvungi atakuwa hapa kuweza kukujuza upande huu wa michezo na burudani.